Bwana mtazamaji wa Aluti Media, muda huu tuko live kufuatia mahojiano na viongozi wa timu mbalimbali ambayo wapo katika mashindano ya Ramadhani Cup ambayo yanafanyika kwenye viunga vya Mumu Stadium hapa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Bwana, mwendelezo wa ligi hii ni mzuri, na leo hii tutakuwa na mahojiano wa viongozi mbalimbali wa timu hizi. Na mbele yetu hapa kutakuwa na viongozi wa klabu ya Baki 2 pamoja na diploma na certificate ambao watakuwa kwenye mchezo majira ya saa 10 pale kwenye viunga vya Mumu. Lakini pia hapo kesho kutakuwa na mchezo wa Bamki pamoja na LLB ambao mchezo pia utapigwa majira ya saa 10. Nao pia tutapata mahojiano mafupi na viongozi wa timu hiyo. Ni mimi presenter Tarki, na endelea kusalia hapo kwenye Aluti Media. Mahojiano hayo yatakuwa live mpaka mwisho wa kipindi chetu siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Hassan Fomeli Langa, au kiwezo unaweza kuniita Dizo. Ni mwakilishi wa timu ya Baki mwaka wa pili ambao tunashiriki hapa Ramadhani Cup, na inshallah leo majira ya saa 10 tutakuwa uwanjani katika Mumu Stadium Morena kucheza mchezo wetu katika maendelezo ya robo finali ambao tutakuwa tunacheza kati ya Baki mwaka wa pili pamoja na Certificate NLO ambao wanajiita Unstoppable. Kuelekea mchezo huo, sisi kama timu tumejipanga vizuri. Maandalizi yetu hadi kufikia sasa alhamdulillah yanaridhisha. Hatujapokea taarifa yoyote ya kusema kwamba kuna mchezaji ambaye ana changamoto. Wachezaji wote wako fiti, na mpaka jana jioni tumefanya mazoezi yetu ya mwisho. Leo asubuhi hatujafanya mazoezi kwa ajili ya kurelax, kwa sababu hii wiki yote tulikuwa tunafanya mazoezi ya nguvu kwa ajili ya kukabili mpinzani wetu. Mpinzani wetu sio mbaya sana, japo hatujawahi kukutana naye. Katika michezo yetu ya pre-season na kujiandaa na ligi, ila tumemshuhudia mechi kadhaa. Mfumo wake tunauona ambao jinsi anacheza sio mbaya. Mimi naamini mchezo utakuwa mzuri wa aina yake. Kwa hiyo mashabiki wafike uwanjani kwa wingi. Tunaahidi kupata matokeo mazuri ya ushindi. Na nisifiche tu bwana, mimi mpinzani wangu leo nadhani amepona sana goli 3. Hapo ndo amepona goli 3. Kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya. Tulikuwa katika kikosi chetu tulikuwa na shida striker. Ila sasa yule striker tushamtrain vizuri, mazoezi ya kutosha. Yaani saizi ile goli hata akiwa katikati ya uwanja pale akisema golikipa akijichanganya kidogo tu akitupia mpira kambani. Kwa hiyo wapinzani hilo nawaweka wazi, wajipange kabisa. Golikipa wenu bwana mwambieni asifanye kama Diara, asitokee. Ukiacha mwanya kidogo tu bwana ushajichanganya. Kwa hiyo mashabiki bwana wajitokeze kwa wingi. Mchezo leo utakuwa mzuri, utakuwa tofauti katika zile timu ambazo zimecheza, kwa sababu tumeona mechi ambayo imechezwa, mechi ya kwanza, mechi ya pili jana, ila huu mchezo wa leo tumeufanya kipekee kwa sababu hapa tupo, yani ni mechi ya leo au viongozi wa leo ni wataalamu wa kusherehesha. Kwa hiyo hapo uwanjani kutakuwa na sherehe nyingi ambazo zitafanywa na mashabiki nje ya uwanja. Tukishaingia katika uwanja ni burudani tupu. Tuna wachezaji wa kimataifa. Tuna mchezaji mmoja yeye kila siku anapigiwa simu hapo Azam Yos. Ana timu yao pale Azam Yos, kila siku anapigiwa simu. Anafanya training zake pale, ila kwa sababu saizi tupo katika masuala ya masomo ndio yupo hapa. Kwa hiyo bwana, mchezo utakuwa mzuri sana. Mashabiki waje kutosha. Tumejipanga, japo tunaenda kwa kumheshimu mpinzani wetu. Sio kwamba mpinzani wetu kwamba atakuwa mbaya sana. Tunaenda kwa kumheshimu, tutajilinda, ila makosa ndio kitu ambacho kitafanya sisi tupate ushindi au tupoteze. Kwa hiyo kwenye makosa yetu ambayo tumewahi kuyaona katika kikosi yetu siku zote ambazo tumewahi kucheza, tumejirekebisha. Sasa tunaenda kuangalia tu mpinzani naye kajaje. Mfumo sisi nikasema mfumo ambao tunaenda kutumia, ila wao wenyewe wataona uwanjani, na si mfumo wetu unabadilika kutokana na mpinzani wetu. Kwa hiyo usije ukasabana jamaa kaanza na mfumo huu tumkabe hivi. Si muda wote wachezaji, kila mchezaji ana ile spiritual, ana uwezo binafsi ambao anaweza kufanya matokeo kubadilika muda wote.
Kwa inshallah tutakutana uwanjani, mambo yatakuwa yanaendelea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Abdalla Salim Abdalla, wengi wananitambua kama Dua. Nipo hapa kama kocha wa timu Unstoppable ambao tumeunganika kuanzia certificate ya Law Sharia, diploma 1 Law Sharia na diploma 2 ya Law Sharia, na wachezaji 4 kutoka faculty nyingine. Tupo kwa ajili ya kuongelea mchezo ambao naenda kukutana nao hapa jioni saa 10. Tumejipanga vizuri na sina shaka juu ya ushindi wa mechi yetu ya leo. Wapinzani wetu tunawajua na tunaelewa pia na tutambua. Na tuna historia nzuri tu. Hapa juzi karibu tunatoka kuchukua ushindi wa ligi kama mabingwa. Kwa hiyo tunaenda kuendeleza pale tulipoishia. Kikubwa mashabiki zangu wajue kama ilivyo Unstoppable, wenyewe tunasema together we can. Kwa hiyo bila wao sisi hatuwezi. Wafike na wajua moto wetu. Hiki ni kama kimbunga. Tulipoishia tunaenda kumalizia. Target yetu ni kuondoka na ushindi na kombe. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Abdillahi Haji maarufu kama Remi. Ni kapteni kutoka Unstoppable. Mimi nataka kuzungumzia, tunamshukuru Mungu maandalizi ambayo tumefanya maandalizi mazuri, lakini pia tunashukuru uongozi kwa kutupa nafasi ya kuongeza baadhi ya wachezaji, kwa sababu hakuna timu ambayo imekamilika, lakini tunapopewa nafasi ya kuongeza wachezaji kwenye timu, maana yake tunaenda kufukia yale mashimo ambayo yapo katika timu yetu. Kwa hivyo kwa sasa naweza kusema kwamba timu yetu imekamilika kila sehemu, na mazoezi ambayo tumefanya tuna uhakika kwamba tunaenda kushinda mchezo wa leo. Sisi tunaomba mashabiki zetu waweze kufika uwanjani, kwa sababu tunasema mashabiki ni wachezaji wa pili uwanjani. Kwa hiyo bila wao sisi sio chochote. Kwa hiyo tunawaomba wafike uwanjani kwa ajili ya kutushangilia, waje waone tunavyomfanya mtu vibaya pale uwanjani.